Kuna bwana mmoja alikuwa na wake wanne. Alikuwa hampendi hata kidogo yule mke wa kwanza. Mke wa nne alikuwa ni mtu aliyependa kununuliwa vitu vizuri vizuri, magauni mazuri, kununuliwa mikufu ya dhahabu, na hata wakati mwingine kulishwa vitu vizuri vizuri alivyotaka. Yule mke wa tatu alikuwa ni mzuri wa sura, na alipenda wakati mwingi kutembea naye, kwenda kuonyesha kwa marafiki, na hasa kwenye sikukuu au sherehe mbalimbali walizoalikwa. Huyu mke wa pili alikuwa yupo karibu naye, alikuwa anampenda kwa sababu yeye alikuwa ni mshauri wake, hasa anapokutana na matatizo mbalimbali. Lakini mke wa kwanza alikuwa hampendi hata kidogo. Hakumnunulia nguo, wala hakwenda kumuonyesha kwa marafiki zake kwenye masherehe, wala hakuwa pengine anamshauri au anapata kitu kizuri kutoka kwake. Lakini alimtelekeza, akawa anabaki nyumbani wakati wote. Ndugu zangu wapendwa, siku moja ilifika, huyu bwana alipata ugonjwa mbaya sana na akalala kitandani kwa muda mrefu. Alipokuwa kufani, akaamua kuwaita wake zake na kutamani aondoke na mmoja aende naye katika kaburi, aende naye kaburini. Alipomwita yule mke wa nne akamwambia, mke wangu, naomba tuende pamoja kaburini. Yule mke akakataa, akasema nitapata mtu mwingine wa kununulia vile vitu vilivyokuwa nanunulia. Akamwendea na yule mke wa tatu akamuuliza, utakwenda na mimi kaburini? Yule mke wa tatu akasema, sitakwenda na wewe kaburini, nitapata wanaume wengine wa kunioa ambao wao nitakwenda nao kwenye masherehe na katika matukio mbalimbali. Lakini pia yule mke wa pili naye akaja akamwambia, je, uko tayari kwenda na mimi? Yule mke wa pili akakataa, akasema kwamba wako watu wengi ambao nitakuwa nao, lakini mimi nitakachoweza kukusaidia ni kukusindikiza siku ile unapokwenda kuzikwa kaburini na kukuhifadhi salama na kukuwekea maua. Alipokuwa anatafakari na kuwaza jinsi ambavyo wake zake wale ambao waliwapenda na kuwatunza, jinsi walivyomsaliti ile saa ya mwisho, mara akasikia sauti inamwambia, niko tayari kwenda na wewe, nitakufa pamoja nawe, tutakwenda kaburini pamoja. Huyo alikuwa ni yule mke wa kwanza ambaye hakupenda kumjali tangu akiwa katika ujana wake. Huyu mke wa tatu, ndugu zangu, huyu mke wa mwisho au wa kwanza huyu mke wa kwanza ni roho zetu. Mara nyingi tunahangaika na mambo ya kimwili, kuvalisha miili yetu ni mfano wa matunzo kwa yule mke wa nne. Lakini hata wakati mwingine tunapenda kukaa na marafiki na kujionyesha mbele ya marafiki kwamba sisi ni bora. Pengine inaweza kawa ni mfano wa yule mke wa tatu. Na hata wakati mwingine huyu mke wa pili wanaweza kawa ni ndugu, jamaa na marafiki ambao hutembea nasi na kutufariji kila wakati tunapopata changamoto na matatizo. Lakini siku ya mwisho tutabaki na mke mmoja tu ambaye ni roho zetu tunazotelekeza wakati tukiwa wazima. Ndugu zangu wapendwa, katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tarehe 8 mwezi Juni, siku ya Jumatatu, Mama Kanisa ana mafundisho muhimu na msingi sana kwetu. Fundisho ambalo Yesu anatuambia katika maandiko haya matakatifu, anatueleza kwamba utakatifu wa moyo ndio wa thamani kuliko fedha za mfukoni, kuliko utajiri wa kidunia. Katika somo la kwanza, kitabu cha kwanza cha Wafalme, ile sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 6, tunaona nabii wa Mungu Nabii Eliya anamhubiria Ahabu kwamba kutakuwepo na kipindi cha njaa kali katika nchi ya Israeli. Lakini Mungu anamwambia Eliya aende katika pembeni wa kijito cha Kerithi, na katika kijito hicho atapata kunguru ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kumlisha. Ndugu zangu wapendwa, kunguru kwa kawaida tunawafahamu. Kunguru huwa wanajitafutia chakula wao peke yao, lakini kwa neno la Mwenyezi Mungu kunguru wanaanza kumhudumia nabii
tunaambiwa walimpatia mkate, walimpatia nyama asubuhi na jioni, na alikunywa maji ya hicho kijito kinachoitwa Kerithi. Ndugu zangu, tunajifunza kwamba mtu wa Mungu, mtu anayemtegemea Mungu, Mungu hawezi kumwacha hata kidogo. Na wewe pia kama unatamani Mungu akulinde katika mazingira fulani fulani na akutunze asikuache, jitahidi umtegemee yeye katika mambo yako yote, na hasa katika matatizo unayopitia na changamoto mbalimbali. Zaburi inatoka Zaburi ya 120. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu unatoka kwa Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Ndugu zangu, hiyo ndiyo inayotakiwa. Msaada wetu unapaswa kutoka mbinguni. Msaada wetu haupaswi kutokana na marafiki, haupaswi kutokana na mali tulizo nazo au fedha. Msaada wetu haupaswi kutokana na ndugu peke yake. Tunapaswa kuanza na Mungu, kumtegemea Mungu kwanza, Na hilo ndilo ambalo Bwana Yesu analihubiri katika Injili ya leo ya Mathayo sura ya 12 aya ya kwanza, sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 12. Bwana Yesu akiwa mlimani anawafundisha wafuasi wake heri 8. Na kwa vile yeye ni Mungu, anavyosema heri walio maskini wa roho, maana yake anaumba hizo heri 8, kwamba mtu yoyote anayetamani kupata uzima wa milele, anayetamani kubarikiwa, kuna mazingira lazima yatengeneze katika roho yake, katika maisha yake. Hapo pengine kwa kuzitaja, Yesu alisema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye kiu na njaa ya haki, maana watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwatendea neno baya kwa uongo. Furahiwani na kushangilia, kwa sababu thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Ndivyo walivyowatendea manabii waliokuwa kabla yenu. Ndugu zangu wapendwa, heri hizi 8 zinategemezana. Ni kama ngazi zinazopanda. Ngazi ya mwisho ikivunjika, ni ngazi yote imeporomoka. Tunavyosema kwamba heri wenye upole. Mtu hawezi kuwa mpole kabla ndani yake hajawa na huzuni. Na huzuni inayoongelewa hapa sio unyonge, wala upole sio unyonge. Upole huu unatokana na huzuni, kwamba mtu amefanya maamuzi ya kujitakia umaskini yeye mwenyewe. Naomba unielewe vizuri. Umaskini wa roho ni mtu mwenyewe anaamua kuachilia mambo ya kidunia, haweki moyo wake katika mambo ya kidunia, katika utafutaji, utajiri, na akamsahau Mwenyezi Mungu. Yuko tayari kuwa mkarimu kwa mtu yoyote kwa sababu anampenda Mwenyezi Mungu. Mtu namna hiyo ni mpole, na kwa kawaida atakuwa na rehema. Mtu ambaye sio mpole, mtu ambaye hana huzuni kwa sababu amekabidhi mambo yote ya ulimwengu kwa Mwenyezi Mungu, huyo hawezi kuwa na rehema, hawezi kuwa na moyo safi, hawezi kuwa mpatanishi, hawezi kuwa na uvumilivu pale anapodhulumiwa. Ndugu zangu wapendwa, maandiko matakatifu na fundisho kubwa ambalo tunalipata katika haya maandiko matakatifu ni kwamba utakatifu wetu au heri yetu, baraka zetu katika maisha hazitegemeani na yale tulionayo au marafiki tulionao au hali au mazingira tunayopitia, bali ni mahusiano yetu mazuri na Mwenyezi Mungu. Ndio sababu katika hii Injili na katika maandiko matakatifu siku hii ya leo tunajifunza mambo matatu. Jambo la kwanza, tumtegemee Mwenyezi Mungu hasa katika matatizo. Jambo la pili, msaada wetu unatoka kwa Mungu kila wakati katika mazingira kadha wa kadha. Na jambo hilo la tatu, tunapaswa kuziishi heri 8 kila siku ya maisha yetu ili tuweze kupata uzima wa milele. Naomba nikuulize, ni heri ipi unafikiri wewe unapaswa kuiishi ili uweze kuipata mbingu? Naomba uache katika komenti hapo chini, na usiache kulike, kushare na kusubscribe katika Habari Njema Channel ili uendelee kuwa wa kwanza kupata habari motomoto zinazokujia za Injili ya leo na zijazo. Tumsifu Yesu Kristo.